Basi ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo tena, na siku hii ya pekee ambayo Mungu ametupa neema, tumekusanyika tena mbele zake ili kujifunza kwake, lakini pia kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kwa wakati huu alike na wenzetu walioko kwa mitandaoni kwenye channel ya YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, lakini na WhatsApp. Tunawakaribisha katika ibada hii ya Bible study ya kujifunza namna ambavyo tunapaswa kuishi Mungu, ama namna ambavyo tunaweza kutembea katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa wakati huu, kabla sijaleta neno la Mungu, basi nimshukuru Mungu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru. Ni asante kwa ajili ya saa na wakati huu. Asante kwa ajili ya jioni hii njema na jioni hii ya pekee ambayo Mungu wetu umetupa neema, tumekusanyika mbele zako. Si kwa nguvu zetu, si kwa akili zetu, bali ni kwa neema yako. Basi Baba, ninakurudishia wewe sifa na utukufu na heshima, maana unastahili. Na Mungu wa amani, tazama tumekusanyika hapa, tunahitaji kutoka kwako. Tunauhitaji wa neno lako, tunauhitaji wa kuponywa, wa kufunguliwa, kuwekwa huru. Tunauhitaji ya Bwana wa kubarikiwa na wewe Mungu wa baraka, katika jina la Yesu Kristo. Hata na ndugu zetu walioko kwa mitandaoni, Bwana, na kuomba Mungu wa amani, ninakusihi katika jina la Yesu. Unatazama kwa njia ya YouTube, Facebook, Instagram, TikTok na hata WhatsApp. Mungu, naomba neema yako usiwapite, usiwaache Bwana. Wape neema nao wakakujue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtumwa. Na Mungu wa amani, baraka zako zikahusike juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Basi Mungu wa amani, bariki neno lako sasa. Tunapenda kulisikia, likatufungue, likatuponye. Naomba Mungu wa amani, katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu shuka peke yako, tuongoze, tutawale Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nikienda kinyume na kila roho ya mpinga Kristo, kila roho ya kizuizi, kila uzito katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, naitia damu yako Yesu mahali hapa kupata kasa, kupaosha Bwana, na panunua kwa damu yako ya thamani. Anga la mahali hapa napata kasa kwa jina la Yesu. Na watumishi wako hawa Bwana waenda kulisikia neno lako, wape neema ya kuelewa, wape neema ya kufahamu. Tufungue fahamu zetu na fikra zetu, tupate kuelewa na maandiko. Na mimi mtumishi wako nitumie kama upendavyo. Nipe neema yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nitumie kama chombo chako na kama silaha zako za vita. Nipe neema ninene neno lako kwa ujasiri, sawa sawa na makusudi yako. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wetu, naomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa wakati huu, basi tukaanze. Leo hii ni siku ambayo ni siku ya Bible study. Tunajifunza neno la Mungu, namna ambavyo tutamwishi Mungu, namna ambavyo tutamwishi Mungu. Na hakuna namna ambavyo utamwishi Mungu bila kumjifunza huyo Mungu, ama bila kujifunza njia za kumwishi Mungu, ama njia za kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote ambaye anatamani kutembea na Mungu lazima amjifunze huyo Mungu, ili ajue namna ambavyo ataenenda na kumpendeza huyo Mungu. Hakuna namna ambavyo utampendeza Mungu wakati haujui kanuni na sheria za kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapojifunza neno la Mungu, tunapojifunza swali katika siku kama ya leo ya Bible study, tunajifunza neno la Mungu, tunajifunza namna ambavyo Mungu anatutaka tuwe watoto wake, tukae watoto wake. Tujifunze namna ambavyo tutamuishi yeye, tutampendeza yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa wakati huu basi tunaenda kuanza. Kwa hiyo kichwa cha somo, kama unaandika, usiogope, endelea kumtumaini Mungu na kumtegemea. Usiogope, endelea kumtumaini Mungu na kumtegemea. Usiogope, endelea kumtumaini Mungu na kumtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope, endelea kumtumaini Mungu na kumtegemea. Kumtumaini Mungu kukoje? Ama kumtegemea kukoje? Bwana Yesu asifiwe. Kumtumaini Mungu ni kuweka tumaini lako kwake. Ni kuweka tumaini lako kwake, kwamba hakuna mwingine utakaye mngoja ama unayemngoja ila ni yeye. Hakuna mwingine unayemtumaini kwa habari ya mambo yako, kwa habari ya maisha yako, bali ni yeye. Kwa hiyo unaweka tumaini lako lote kwa Kristo.
na kuweka tegemeo lako lote kwa Kristo. Kumtegemea Kristo ni kumuishia kabisa kwamba ninakutegemea, bila kujalisha amekutokea kwa hiyo saa unaotaka wewe ama hajatokea kwa hiyo saa unayotaka wewe, lakini tayari umeweka tegemeo lako kwake. Unamtegemea yeye, kwamba Mungu ninakutegemea, kwamba Mungu ninakutumaini wewe, nakutumainia wewe, nakutumainia wewe, kwamba haijalishi hajatokea kwa saa unaotaka kutokea, hajatokea kwa wakati ule ambao unataka kutokea, lakini bado unaweka tumaini lako, unamtumaini yeye, unamngoja yeye, unamtegemea yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya ile sura ya 41. Angalia mstari wa 10 na kuendelea katika mistari michache hapo. Alafu tuone. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Isaya ile sura ya 41 kwanza mstari wa 10, tusome mistari michache hapo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Asema hivi ni Mungu, anasema na Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usiogope kwa maana mimi, anasema ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu na nitakusaidia, na nitakushika kwa mkono wa kulia wa haki yangu. Mstari wa 11. Tazama, wote waliona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu anasema na mtumishi wake Israeli. Anasema na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema hivi anasema na watu ambao tayari amewateua ni watumishi wake, ni Israeli, ambayo na sisi sasa ni Israeli kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sasa ni Israeli kwa nini kiroho? Kwa jinsi gani? Maana tunaishi katika kwa agano lile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Anaposema usiogope, neno usiogope ni hofu ama ni kuogopa. Nani anayeogopesha wanadamu? Ama nani anayeogopesha watu? Ibilisi kazi yake ni kuleta vitisho, ni kuwatishia wanadamu, ni kuleta hofu na uoga juu ya mtu. Kwa hiyo Mungu anaposema usiogope, anajua vitisho vipo, na vitisho vimekuja vinakutisha uondoke katika tumaini ama katika tegemeo, kumtegemea Mungu ama kumtumaini Mungu. Kwa hiyo anasema usiogope maana mimi niko pamoja na wewe. Anaposema usiogope, anajua ya kwamba viko vitisho vinakuja juu ya maisha yako. Anajua vimeshakuja yamkini wakati mwingine. Anajua kabisa viko vitisho vimeshaanza kazi. Lakini anakuondoa uoga, anakuondoa hofu, anakuambia mimi niko pamoja na wewe. Kwamba katika kuna wakati mwanadamu unaweza kuona unapitia wakati mgumu, ukaingia hofu, ukaingia uoga. Na ule uoga pa ukahisi ukafikiri yamkini Mungu yuko mbali na wewe. Ama ukafikiri wakati mwingine kwamba Mungu hayupo, ama Mungu labda amekuacha. Hapana, sikiliza nikwambie. Mungu anapokuambia usiogope, maana yake kuna uoga uko ndani yako, ama kuna uoga umeshakuwepo. Kwa hiyo anapokuondoa hofu ni ili ujue ya kwamba yeye yuko pamoja na wewe ama yuko upande wako. Mwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Mwanadamu anapopitia, kwa sababu ni mwanadamu mwenye damu na nyama, anapopitia wakati mgumu wakati wowote, hofu inaanza kutangulia. Hofu inayemjia ni kwa habari ya aibu. Anaanza kufikiri aibu itakayokuja mbele yake. Anaanza kufikiri anguko ambalo litakuja mbele yake. Anaanza kufikiri kusemwa na dunia. Anaanza kufikiri aibu ambayo tayari itatawala siku zijazo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati wa mateso ama wakati wa taabu hawezi kumuona Mungu kwa wakati huo. Anaweza kufikiri Mungu amemwacha ama Mungu hayupo. Ni kweli ni wakati mgumu, ni wakati unapitia dhiki, unapitia moto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati unapitia moto,
anakukumbusha na kuambia usiogope maana niko pamoja na wewe. Anamtoa hofu, anamtoa mashaka mtumishi wake. Anamwambia usiogope, mimi niko pamoja na wewe. Tena usifadhaike. Moyo wako usisikie hakufadhaika maana mimi ni Mungu wako. Mimi ni Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali Mika anasema kwamba usifurahi juu yangu adui yangu, niangukapo nitainuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Na anaposema nitakapoinuka, anasema baadaye ndipo na mimi nitakapoona adui yangu utakapokanyaga kama tope la njia kuu. Ama na hata uliyesema kwamba yuko wapi Mungu wako. Kuna wakati unaweza kupita wakati mgumu. Ukapita mgumu kiasi kwamba alafu watu wakaanza kukusema usifikiri hawatainuliwa. Shetani akikuletea anguko ama hofu, ile hofu ikikuangusha, anawainua na watu, anawainua watu. Akisha wainua watu, kazi ya wale watu ni kusema kwa habari ya anguko lako. Kazi ya wale watu ni kusema kwa habari ya mahali unakopita. Sasa kadiri watu wanapoinuliwa na kukusema, lile anguko kama vile linazidi. Unazidi kuanguka. Angalia, alimwangusha Ayubu. Alitafuta namna ya kumwangusha kwa akamtengenezea hofu. Kwa hiyo akainua na watu watakaosema kwa habari ya anguko la Ayubu. Anainua na watu ambao watakaosema kwa habari ya mapito yanayopita Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sikiliza mtu wa Mungu. Mahali popote, wakati wowote, kaa ukijua ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Maana mtu ulimpokea, maana mtu ulimkubali akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yuko na wewe. Haijalishi dhiki kiasi gani, haijalishi pito ni kiasi gani, haijalishi wanakusema kiasi gani, haijalishi wanasema maisha yako, wewe usiangalie, angalia tu. Bwana anakuambia niko pamoja na wewe. Kwa hiyo anakuambia usiogope. Hiyo hofu ndani yako iondoke maana nipo pamoja na wewe. Anasema usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Kwamba haijalishi kwamba wamekutengenezea hofu na ile hofu ikataka kukuangusha, alafu wakainuliwa watu ambao watachochea hofu ndani yako kwa jinsi ambavyo watasema ili aibu yako inaanza kama vile kutangazwa. Sikiliza nikwambie, usiogope wala usifadhaike. Nataka nikwambie hivi, sikiliza, wanaoinuliwa kusema ni wanadamu. Na wanadamu hajui siri ya Mungu ambayo amekusudia juu ya maisha yako. Hajui agano la Mungu juu ya maisha yako. Hajui makubaliano yako na Mungu. Kwa hiyo wewe hofu ondoa. Watu waseme mchana, waseme usiku, waseme asubuhi, waseme jioni, hata ikiwezekana wasilale, lakini wewe mtumaini Mungu. Wewe mtegemee Mungu, mwambie Mungu, pamoja na haya yote mimi nakutumaini. Pamoja na haya yote mimi nakutegemea. Kwa nini? Anayerejesha nguvu ndani ya mtu, anayempa mtu nguvu, anayemrejesha mtu nguvu ni Mungu. Kwa hiyo unapomtumaini Mungu na kuimarika katika kumtumaini na kumtegemea, nataka nikuambie, sikiliza, utainuliwa mbele na watashangaa. Watakushangaa. Nataka nikwambie wanakushangaa kwa nini? Maana walijua ndio umeshaanguka. Walijua ndio biashara yako imeshaisha. Maana kuzimu, angalia, wanapoachiliaga hofu kwa watu, ile hofu kisha wakamata, anainuaga na watu. Hawa watu kazi yao ni kuchochea hofu ndani ya yule mtu, ni kuchochea kana kwamba yule mtu haamki tena. Sikiliza, Mika anasema usifurahi juu yangu adui yangu, maana niangukapo nitainuka tena. Atainuliwa na nani ameshaanguka? Anajua yupo Mungu ainuaye wanadamu. Anajua yupo Mungu anayekuinua tena. Kwa hiyo usiogope. Neno usiogope ni neno ambalo Mungu anatuma kwako ama anaachilia kwako, akijua kabisa iko hofu ile ambayo inaachiliwa. Kuzimu hawezi kukutenda jambo lolote bila kukutishia kwanza. Kuzimu hawezi kwanza kukudondosha bila kukuletea hofu ya ndani. Ile hofu ya ndani ndio inamwangushaga mtu wa nje. Bwana Yesu asifiwe. Angaliaga tajiri. Akipata habari mbaya kwa habari ya mali zake, kitu cha kwanza utashangaa pressure. Ile pressure inatoka wapi? Ndani. Mtu wa ndani ameshaogopeshwa, alafu akaanza kufikiri nje itakuwaje maisha. Watu watanitazamaje? Watu wataniangaliaje? Ile hofu ya ndani inatupa
inatupwa nje, katika mtu wa nje. Huyo mtu wa nje ndio unashangaa anguko limetokea.